الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أتم سبحانه وتعالى لنا الدين وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، فله الحمد تبارك وتعالى أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuafikia kupata mwezi mtukufu wa Ramadhan na vile vile kuipata 10 ya kwanza ya Ramadhan na kuipata 10 ya pili ya Ramadhan. Tuko kwenye 10 ya tatu ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kama ilivyo ada ya wanadamu, wanaanza mambo na bidii, lakini the more time inaenda na the more wanajishughulisha kwenye ibada, ikiwa hawana vitu ambazo zitawasaidia katika kuwahimiza na namna kadhaa ambazo watakaojiwekea ya kuwasaidia katika kujihimiza, ni rahisi wakimaliza 10 ya kwanza wafanye nini? Bidii ianze kupungua, au ifike 10 ya mwisho uone sasa bidii yao ni kama ni watu tofauti. Fatumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumefika 10 ya tatu ambao ya mwisho ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na katika hili 10 la mwisho, hapa ndipo wale ambao ni wa ukweli na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani inadhihiri ukweli wao, kwa sababu ibra ya mu'min si mwanzo bali ni wapi? Ni mwisho. Lakini huku mwisho lazima upate, kwa lugha nyingine, upate dozi kidogo ya kufanya nini? Ya kukusaidia katika kukuzidishia himma. Tumeona tuchukue kitabu hii Wadhaif Shahr Ramadhan ya Ibn Rajab kwa malengo moja peke yake, kwa malengo ya kuangalia ndani katika namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na namna salaf walivyokuwa ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan na ndani ya 10 ya mwisho namna walivyokuwa. Narudia nikisema, ibra na mazingatio si mwanzo wa Ramadhani namna ulivyokuwa, ibra ni mwisho. Kama ulikuwa kwa mfano ukisoma juzuu 1 kwa siku au juzuu 10 kwa siku mwanzo wa Ramadhani, mwisho inafaa bidii yako fanya nini? Iongezeke. Tutakuja kuona kaifa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Tayeb, asema mtunzi wa kitabu Ibn Rajab, al-majlis ar-rabi', kikao cha 4. Kikao hiki kinazungumzia jambo hili. Asema fi dhikri 10 al-awakhir min Ramadhan. Kikao cha 4 topic yake inazunguka juu ya jambo moja peke yake. Jambo gani? Kuhusiana na 10 ya mwisho ya Ramadhani. Kwa hivyo Ramadhani imegawanyika 13. Hapa nazungumzia ile 10 ya mwisho ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asema fi sahihaini an Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Hadithi ya kwanza iliyoiweka ambayo anasema fi sahihain, kuchangamsha akili kidogo. Fi sahihain yamaanisha nini? Sahih Bukhari na Muslim. Hadithi hii ya Aisha radhiyallahu anha asema alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-'ashr, Muislamu anaposoma hadithi kama hii au anaposikia hadithi kama hii
vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafaa tege masikio vizuri, na baada ya kusikia namna alivyokuwa, hamu yake isiwe isipokuwa ni kuwa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa. Si kusikia tu Mtume alikuwa hivi, la, ukisikia hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, himma yako na bidii yako iwe kufikia ile hali aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam au namna alivyokuwa. Na huyu ni Aisha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye anayemjua Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi. Asema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru shadda mi'zarahu, akikaza akasema mi'zarahu. Mi'zar ni sawa na izar. Izar ni nguo ya chini, sema kikoi au nguo nyingine yote, lakini hapa ametumia kinaya, yani anakusudia Mtume sallam ikiingia 10 ya mwisho wa Ramadhan, shadda mi'zarahu, akikaza wapi? Yani nguo yake ambayo anavaa, anakusudia kwenye sehemu ya hapa, yani akikaza hapa kuonyesha ako serious zaidi. Ni kama mtu, yani watu wanagombana, lakini ukiona the moment mtu amekaba tu hapa, amefunga hapa vizuri, anamaanisha nini? Ako tayari na ako more serious. Sasa ile jokes imeisha. Ametumia mfano huu Aisha radhiallahu anha kuonyesha vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa serious na bidii yake ilikuwa ni tofauti kabisa na masiku ya nyuma ya Ramadhani. Tofauti na Ramadhani 19, tofauti na Ramadhani 10, tofauti na Ramadhani ya kwanza. Hali yake katika 10 ya mwisho wa Ramadhani kana yashuddu mi'zarahu. Alikuwa akifanya nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alikuwa al-istidadu wal-jiddiyya fil amal. Alikuwa akijitayarisha na alikuwa very serious Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutekeleza ibada. Hivi ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa very serious. Ikiingia 10 ya mwisho alikuwa mtu tofauti. Hapa unafaa ujirudishe swali, je, mimi 10 ya mwisho imeingia na alhamdulillah imenipata, niko kwenye hii serious? Jiulize swali. Ni wangapi hawajafikiwa kufikia 10 ya mwisho ya Ramadhani? Wewe umeafikiwa na wasikia mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akiingia 10 ya mwisho shadda mizarahu, alikuwa katika hali ya kuwa serious zaidi na ibada. Kisha anasema Aisha radhiallahu anha, wa ahya laylahu, na alikuwa akiuhiisha Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku wake. Ay qada'uhu fi amrin muhimmin au dhu qimatin. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika 10 ya mwisho akiuhiisha usiku wake. Yamaanisha nini kuhiisha usiku? Yamaanisha hivi: qada'uhu ni kuitumia usiku wake fi amrin, katika jambo ambalo ni muhimu sana au jambo ambalo lina thamani kubwa. Alikuwa hatumii usiku wake katika 10 ya mwisho katika mambo yasiyokuwa na maana. Lolote ambalo alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye 10 ya mwisho lazima nilikuwa ni jambo ambalo lina umuhimu sana katika maisha yake na katika ibada zake. Haimaanishi kuhuisha usiku yani ni kukaa macho ama kusema watu wanafanya nini, wanacheza games, sio? Wanahuisha usiku wao kwenye mambo ambayo hayana maana. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihuisha usiku wake, ahya laylahu, kwa mambo ambayo yana thamani na mambo ambayo yanamkurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
walaysa fi an-nawmi war-raha, sio katika usingizi. Hamaanishi alikuwa akihuisha usiku wake kwa kufanya nini? Kwa kulala ama kwa raha. La, akuhuisha usiku wake Mtume sallam kwa ibadat tofauti tofauti. Tayeb, kisha anasema wa ayqadha ahlahu. Angalia Mtume sallam vile humble alivyokuwa na namna akifikiria watu wake. Hakujitosheleza yeye nafsi yake peke yake kusema mimi peke yangu yatosheleza. La, lam yaktafi binafsi. Hakujitosheleza Mtume sallam yeye peke yake. Anafikiria nani? Anafikiria familia yake. Bimaana anawatakia khairi nani? Familia yake katika ibada. Fa wa ayqadha ahlahu ay ayqadhahum au iqadhuhum lilibadati fi al-ashr al-awakhir. Anawaamsha katika 10 ya mwisho kwa ajili ya kufanya nini? Ya kutekeleza ibada. Hivi ndio Aisha anatueleza namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa. Ikiingia 10 ya mwisho alikuwa very serious. Mtume sallallahu alaihi wasallam seriousness ambayo haionekani kwenye 10 ya kwanza na 10 ya pili. Anakuwa mtu tofauti, na usiku wake wote ilikuwa ndani ya ibadat, ndani ya mambo ambayo yanamkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Tayib, hii ni khairi yake yeye. Ametoshelezeka hapo? La. Wa ayqadha ahlahu, na akawa anawaamsha familia yake, anaamsha watu wake. Hii ni hadithi ya Bukhari. Hadha lafdhu al-Bukhari. Wa lafdhu Muslim أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية لمسلم عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yajtahidu, akijitahidi fil ashri al-awakhir, katika 10 ya mwisho ya Ramadhani, ma la yajtahidu fi ghairi, kwa namna ambayo alikuwa hajitahidi katika siku zingine za nyuma. Kisha nasema wa kana alayhi salatu wassalam, au wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hii ni Ibn Rajab. Sasa anasema si hadith, anasema Ibn Rajab kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhussu al-ashra, akikhusisha hii 10 al-awakhir, 10 ya mwisho, min Ramadhana, katika Ramadhani, bi'a'malin. Hii faida muhimu sana. Akihusisha 10 ya mwisho kwa a'mal la ya'maluha fi baqiyati ash-shahr, kwa matendo ambayo akiyafanya kwenye hii 10 ya mwisho, matendo ambayo hayafanyi kwa hiyo namna katika 10 ya kwanza na 10 ya pili. Yamaanisha nini? Yamaanisha kitu ya kwanza, kama mnaweza andika, asema kuzidisha bidii katika ibada. Ay kana yazidu fi salatihi wa qiyamihi wa qira'ati al-Qur'ani wa dhikri wa tadarru'i ila Allah. Kulikuwa kunapatikana ziada katika kujitahidi kwenye ibada, kama swala zake. Kulikuwa na ziada kwenye swala akiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kusoma Qur'ani kwake yeye, na kuleta adhkar, na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo ambayo alikuwa akiyafanya tofauti kwenye 10 ya mwisho na hizi zingine ni kuihuisha usiku wake mzima katika ibada. Jambo ambalo la tatu akilifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo hayafanyi kwenye masiku mengine ya Ramadhani, ni kuamsha familia yake ili wafanye musharaka katika ibada. Ikifika 10 ya mwisho
ilikuwa kiamsha familia yake kwa ajili ya ibada ambayo si kitu ya kawaida kwenye 10 ya kwanza akifanya wala 10 ya pili. Jambo la mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya al-i'tikaf. I'tikaf alikuwa hafanyi kwenye 10 ya kwanza wala ya pili, bali akifanya kwenye 10 la mwisho. Fa an-nabii sallallahu alaihi wasallam kana kikhusisha mambo ambayo tofauti kabisa na masiku mingine. Ni haya mambo manne: ziada katika ijtihad, na kuhuisha usiku, na kuamsha familia yake katika wao pia kushirikiana kwenye ibada na taa, na jambo ya mwisho ni al-i'tikaf. يقول ابن رجب فمنها، imeandikwa hapo faminha ihya'ul layl, katika 10 ya mwisho ni kuhuisha usiku wake. Fayuhtamalu, uwezekano mkubwa, anna almurada, kinachokusudiwa ihya'ul layli, kuhuisha usiku, ni kullihi, usiku mzima. Hii ndio uwezekano wa kwanza unaokusudiwa, ihya'ul layl. Wayuhtamalu, inawezekana an yurada bi ihya'il layli, yani kutakikana katika kukusudiwa kuhuisha kwa usiku ihya'a ghalibihi, kuhuisha na kuifanya active usiku wako katika ibada. Ghalibihi yani percentage kubwa ya usiku, lakini sio usiku wote. طيب. ويؤيده ما في صحيح مسلم، na inaunga mkono maneno haya hadithi ya Aisha, an Aisha radhiyallahu anha qalat, asema Aisha, ma a'lamuhu, sijui kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, qama laylatan, akisimama usiku, hatta as-sabah, mpaka kuingia kwa asubuhi, ay mpaka kuingia kwa fajr. Bimaana yani akihuisha usiku wake kwenye ibada tofauti tofauti, lakini kulikuwa na mapumziko baina ya hapo. Mathalan, kabla kuingia kwa fajr kwa muda, alikuwa Mtume sallam ashamaliza ibada zake na anachukua nafasi katika kupumzika. Fa kuwezekana kwamba sehemu kubwa kwenye usiku Mtume sallallahu alaihi wasallam akitumia katika ibada, ndiyo Aisha radhiallahu anha anasema kwenye hii hadith, fa mu'min anafaa kisikia ihya'ul layl imma ghaliban, yani usiku kwa sehemu kubwa au usiku wote. Jaribu ukiweza ile ya hali ya juu, ukiweza yote, ukiweza usiku sehemu kubwa, lakini usiwe katika wale ambao hawapatikani, yani katika watu ambao hawahuishi usiku wao. Aham shay, unahuisha usiku wako kama mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa. 10 ya mwisho si 10 ya kulala tena, si 10 ya mapumziko. Unasemaje lala salama, sio? Ni ile ya kujitolea sasa yote. Unajitolea yote. Kupumzika inshallah nitapumzika baada Ramadhan. Kulala nitalala baada Ramadhan, usingize uishi. Kwa hivyo huisha usiku wako kama mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa. Wa minha, anasema Ibn Rajab, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqidhu ahlahu lis-salati, na katika mambo ambayo katika 10 ya mwisho yanapatikana ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamsha familia yake lis-salati, kwa ajili peke yake ya nini? Ya ibada ya sala, fi layali al-ashri, katika 10 ya mwisho ya Ramadhani, duna ghairihi min al-layali, tofauti na masiku mengine usiku wake, yani tofauti na masiku mengine ya Ramadhan. Qala Sufyan ath-Thawri rahimahullah, anasema Sufyan ath-Thawri, ahabbu ilayya, yapendekeza kwangu mimi zaidi, idha dakhala al-ashru, ikiingia 10 ya mwisho wa Ramadhan. Asema hii ndo hali
pendeza au inapendeza kupatikana kwa mu'min. Asema an yajtahida ar-rajulu bil-layl, kujitahidi mwanadamu usiku, an yatahajjada, kusimama tahajjud muislamu au mu'min katika usiku, wayajtahida fihi, na kujitahidi sana ndani yake katika ibada, wayunhidh au wayunhidha ahlahu, wayunhidha ahlahu ay wayunhidha yamaanisha nini? Wayunhidha ay wayastayqidh, na anawaamsha familia yake, wa waladahu, na ikiwa ana watoto wa kiume au wa kike, ila salati in ataqu dhalik. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصح kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما. يصح kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم, alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akifanya nini? Yatruqul bab, anagonga mlango ya mtoto wake Fatima radhiyallahu anha, wa Ali anawagongea mlango, kisha anawaambia fayaqulu lahuma ala taqumani fatusalliyan, je hamwamki mukaswali? Subhanallah, anawatamtakia khairi mtoto wake na inlo wake, wafanya nini? Wautumie usiku wao katika ibada. وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. na vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam mke wake Aisha radhiallahu anha akitaka kuswali witri yake baada ya kumaliza qiyamul layl au tahajjud, akimaliza zile rak'a mbili mbili, akitaka kuswali witr, anafanya nini? Anamwamsha Aisha radhiallahu anha na yeye asikose khair ya qiyamul layl. Himma ya mume kwa mke wake tungezungumza zaidi, lakini mabachela وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة. na imethibiti kuhimizwa kumwamsha mmoja katika yani wanandoa, ima mwanamume kumwamsha mke wake au mke kumwamsha mwanamume sahibahu lisalati, katika swala, wa nadhi alma'i fi wajhihi, na kufanya nini? Kumwagilia maji, sio kumwagilia kumwagilia maji yani kama waweza weka kwa mkono kidogo alafu umrushie tu hivi, ikiwa wataka kumwamsha kwa ajili ya ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rahimallahu rajulan, anapata dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye qama min al-layli fasalla. Mu'min muislamu anaombewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam dua ya khairi. Mwenye sifa gani? Qama min al-layl, bwana ameamka akaswali usiku, thumma ayqadha imra'atahu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuswali akamwamsha mke wake, fa in abat, akikataa kuamka kuswali au kusimama kwenye ibada, nadhaha fi wajhiha alma, kumfanya nini? Kummwagilia maji kidogo. Huyu anayefanya hivi rahimallah, Mtume anasema yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akurahamu au akufinike na maghfira yake, usamehe madhambi zako, uwe kwenye khairi. Yani dua ya khairi yote anakuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mume ambaye ako na sifa gani ya kuamka usiku, lakini hakutoshelezeka hapo, akamwamsha bibi yake, hakutosheka hapo, amekataa, bado akafanya nini? Kidogo akamtoa kwenye usingizi wake kwa kumwagia maji kidogo tu. Usimwage maji nyingi ukaleta vita. Maji kidogo kwa ajili ya kumwamsha na yeye asikose hiyo khairi. Na hii ndo asli, inafaa mwanamume kufanya nini? Kumwamsha mwanamke, kwa sababu hadithi mbele ya hadithi imeeleza wa rahimallahu imra'atan, mwanamke naye pia anaombewa, ambaye amesimama usiku, bwanake amelala, alafu anaamshwa bwana. Lakini mimi nimechukua sehemu moja ya hadithi
kwa sababu asli ya hii jambo ni nani? Ni mwanamume. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Na hivi ndio tunaona Mtume sallam alikuwa yeye ndo akiamsha Aisha, si Aisha kimwamsha yeye, la. Tayeb, ukitaka dua nyingi usiamshwe, amsha wewe. وفي الموطأ katika muwatta ya Imam Malik anasema anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab kana yusalli min al-layl ma shaa, alikuwa kiswali usiku yani kadri ya anayotaka au anayoweza, ayusalli hatta idha kana nisfu al-layl, kifika katikati ya usiku ayqadha ahlahu, anaamsha familia yake lisalati, kisha anawaambia nini? Yaqulu lahum as-sala as-sala, anaamsha familia yake anawaambia as-sala as-sala, kisha anakariri hii aya wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Subhanallah, anawaamsha kuambia as-sala as-sala, alafu anawasomea aya ya kuwahimiza katika kusimama kwenye ibada ya as-sala. Ameambiwa na Mwenyezi Mungu aamrishe ama Mwenyezi Mungu anatuamrisha tuamrishe watu wetu katika kutekeleza ibada. Alipokuwa katika hali ya kuamsha Umar ibn al-Khattab, anawasomea aya hii wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Kisha tukimalizia anasema Ibn Rajab, na hapa ameweka maneno mazuri sana, maneno ambayo wallahi ni ya kusisimua. Maneno hapa yaliandikwa ni maneno ya kusisimua mwili. Asema kanat imra'atu habib abi Muhammad taqulu lahu bil-layl, mke wa abi Muhammad kiingia usiku, angalia mke mwema huyo, akimwambia bwanake qad dhahaba al-layl, usiku umefanya nini? Umeenda, usiku imetuacha. Wa baina aidina tariqun ba'id, na mbele au kwenye mikono yetu kuna safari ya mbali sana, safari ya akhira ambayo iko mbali. Usiku umetuacha na safari yetu ni safari mrefu inatusubiri. Wazaduna qalil, Allahu akbar, wazaduna qalil, matayarisho yetu sisi ya kuelekea nayo akhira ni nini? Ni kidogo. Wa qawafilu salihina qad sarat qaddamana, na misafara ya watu wema tayari wameshatutangulia, wameenda. Wa nahnu qad baqina, sisi tumefanya nini? Tumebaki. Usiku umetuacha, safari yetu ni mrefu na matayarisho yetu ya akhira ni nini? Ni kidogo sana. Na wale watu wema tayari wote wameshatutangulia, sisi ndio tuko nyuma. Subhanallah, mke anamwambia mume wake maneno kama haya, matayarisho yetu zaduna qalil wa qawafilu salihin qad sarat qaddamana wa nahnu qad baqina, tumebaki nyuma. Tuamke katika usiku, tufanye nini? Tutekeleze ibada ili tuwe na matayarisho zad mzuri nyingi katika huu msafara mrefu ambayo tusubiri. Tufanye nini? Tuweze kuwa na matayarisho ya kutosha. Mtu akisafiri safari hata ya karibu, utasikia umbeba vitu za kutosha, umbeba pocket money, umbeba dawa za vitamin, utaambiwa hii ni safari ya kidunia. Fakaif safari ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndiyo safari bora. Inafaa matayarisho yetu yawe ni mazuri zaidi kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
wa nahnu qad baqina, tumebakia. Watu wema tayari wamefanya nini? Wamesha tutangulia. Kisha akaweka baiti ya shairi hapa, anasema ya naiman bil-layli kam tarqudu qum ya habibi qad dana al-maw'idu wa khudh min al-layli wa awqatihi wirdan idha ma haja'a ar-ruqadu man nama hatta yaqdi layluhu lam yablugh al-manzila au yajhadu. Asema ya naiman bil-layl, ewe ambaye umelala katika wakati wa usiku, kam tarqudu, mpaka lini utalala? Ya naiman bil-layl, ewe ambaye umelala usiku, kam tarqudu, mpaka lini utalala? Usingizi hauishi, ma yantahi. Hakuna mtu akasema, anaweza sema nimelala leo nimemaliza usingizi wangu wote, abadan. Utalala, utaamka na unaweza tena kufanya nini? Kurudi kulala. Usingizi hauishi. Lakini anakuuliza ya naiman bil-layli kam tarqudu qum ya habibi, amka, istayqidh ya habibi, ewe kipenzi changu. Anasema qum ya habibi, amka ewe kipenzi changu, qaddana, imekurubia al-maw'id, waqtu as-salah, wa khudh اشتغل لنفسك au ij'al li nafsika nasiban wa khudh, ijalie katika usiku wako sehemu, wa khudh min al-layli wa khudh min al-layli wa awqatihi, ijalie katika sehemu kwenye usiku wako au wakati mkubwa katika usiku au wakati maalum kwenye usiku wako, wafanya nini? Wirdan ay nasiban thabitan min al-ibadati mithla as-salah, ijalie sehemu katika usiku wako nini? Wird ya nini? Imma as-salah au imma katika taa, lakini isikufanya nini? Isikupite usiku ukiwa umefanya nini? Umelala. ya naiman bil-layli kam tarqudu qum ya habibi qad dana al-maw'idu wa khudh min al-layli wa awqatihi wirdan idha ma haja'a ar-ruqadu, chukua wirdi yako katika taa, katika sala, idha ma haja'a ar-ruqadu, idha nama, wakati ambapo watu wamefanya nini? Wamelala. Khudh wirdak, watu wamelala, an-naimun, watu ambao hawana himma ya akhira na hawataki kujifanyia zad mzuri. Asema nini? wa khudh min al-layli wa awqatihi wirdan idha ma haja'a ar-ruqadu. An-naimun, wengi katika watu ikiwa wamelala, tumia fursa hii, anakuambia, katika kufanya nini? Kuswali, kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba dua kwa wingi. Kisha anasema man nama hatta yanqadhi layluhu lam yablugh al-manzila au yajhadu, mwenye ambaye atalala mpaka usiku wake itaisha, lam yablugh al-manzil, huwezi kufikia manzila ya juu kwa kufanya nini? Kwa kulala. Na huwezi ukaandikiwa katika watu ambao wamehuisha usiku wao ikiwa umefanya nini? Umelala. Utienia kulala au ulale useme nia yangu mimi nini? Nimesimama qiyamul layl, nimesoma Qur'ani mzima, utapata hiyo? Utapata? Binniyata utapata, sio? Inshallah. Basi hakuna haja kuswali qiyamul layl. Sawa. Basi kuanzia leo hata mimi inshallah nitasema kuamka usiku mimi ni nia tu yatosha. Inama al-a'malu binniyat. Naam. Hiyo ni masala nyingine.
Hapa inazungumziwa kwa mtu ambaye ni mvivu, anasema nini? Mimi nitalala kwa nia ya nini? Yani nia yake kweli ni kulala, hana nia kuamka, lakini Mwenyezi Mungu anajua nia yangu mimi, atanipatia hiyo. Man nama hatta yanqadhi layluhu lam yablugh almanzila au yajhadu, mwenye ambaye atalala mpaka usiku kuisha na hajapata tabu na wala hawezi kufikia manzila ya juu. Kufikia manzila ya juu ni kupitia mashaka na kufanya nini? Na kuacha usingizi. Kwa hivyo anayelala hakuna kupata hii manzila ya juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyowatayarishia waja wake wema. Narudia, kikao hii haikuwa isipokuwa katika kufanya nini? Kuhimizana kwenye 10 ya mwisho kwenye kutekeleza ibada biljiddiya, kuwa serious biljidd, kuwa serious katika nini? Katika ibada. An-Nabii sallam kana yashuddu mi'zarahu, alikuwa fine, alikuwa very serious kwenye 10 ya mwisho. Na hapa tumeona mwanamke huyu Habib anasema nini? Abu Muhammad akimwambia bwanake, usiku imetupita na mbele yetu kuna safari mrefu na matayarisho yetu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kidogo, na watu wema wametutangulia. Tufanye nini? Tujitahidi katika ibada. Na hapa mshairi anasema, ya naiman bil-layli kam tarqudu qum ya habibi qad dana al-maw'idu wa khudh min al-layli wa awqatihi wirdan idha ma haja'a ar-ruqadu man nama hatta yaqdi layluhu lam yablugh al-manzila au yajhadu. Tutasimamia mpaka hapa. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie katika kikao hiki tulichokifanya kwa ajili ya kukumbushana yanayohusiana na 10 ya mwisho wa Ramadhan, ajalie kupatikana matunda ndani yake, na ajalie tujalie katika watu ambao wanaosikiza ya khairi na kufuata. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.